Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran kwa mara ya kwanza amejitokeza hadharani kuzungumzia kile kinachoendelea katika taifa hilo, hasa maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo, akiwataka vijana na wananchi kuwa watulivu katika kipindi hiki ambacho serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ipo katika mipango ya kutengeneza namna ya kurekebisha uchumi wa taifa hilo, huku akiwaambia waandamanaji kwamba hii ni mipango ya watu wa magharibi kutaka kuliumbisha taifa la Kiajemi ambapo wanataka kuliangusha. Khamenei alifunga kauli zake kwa kuwalaumu wafanya ghasia kwa kusukuma maandamano nje ya uwiano na kuhamasisha mkazo kutoka kwa masuala halali ya kiuchumi hadi matamshi ya kawaida ya kupinga serikali. Kilicho muhimu ni kwamba kundi la wachochezi mamluki wa adui wamesimama nyuma ya soko na kuimba nara dhidi ya Uislamu, dhidi ya Iran na dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni muhimu. Maandamano haya ni ya haki kabisa, lakini maandamano yamekuwa tofauti na yamekuwa ya ghasia, alisema Ayatollah Al-Khamenei kupitia ukurasa wake wa X. Pingamizi hilo lina haki, lakini maandamano ni tofauti na ghasia. Tunazungumza na waandamanaji. Viongozi lazima wazungumze na waandamanaji. Kuzungumza na wale wazushi hakuna manufaa. Wafanya ghasia lazima wawekwe mahali pake. Iran inalaani matamshi ya maafisa wa Marekani kuhusu maandamano. Saa chache kabla ya kauli hiyo ya Khamenei, Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilitoa taarifa tofauti kilani maoni yaliyotolewa na maafisa wa Marekani kuhusu hali ya Iran. Jambo pekee ambalo limezungumzwa ni kile kilichotajwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba yupo tayari kuingilia kati na kuungana na wananchi wa Iran na kwamba anaweza kupeleka majeshi kwa ajili ya kuishambulia Iran na kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, Al-Khamenei amesema jeshi la nchi hiyo limejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na uchokozi wa aina yoyote utakaoanzishwa na Marekani ama Israel. Amesema miongoni mwa mambo ambayo wanatafuta wa Marekani ni jinsi ya kuishinda Iran. Wametengeneza namna ya vita dhidi ya Iran katika siku 12 lakini wameshindwa. Sasa wanataka kurudi vitani tena. Wanajiuliza ni jinsi gani wataanza vita hivyo. Sasa wanahamasisha maandamano haya. Kwanza, jumuiya ya soko na masoko, wafanyabiashara wa sokoni na miongoni mwa tabaka aminifu zaidi nchini kwa mfumo wa Kiislamu na mapinduzi ya Kiislamu. Tunaifahamu vizuri hilo. Na kwa kuwa hali ya uchumi imeshuka, tunafahamu hilo. Tutakabiliana na hali ya uchumi wa nchi yetu. Tutahakikisha mfumo wa uchumi wetu unakuwa imara, anasema Ayatollah Al-Khamenei. Mikusanyiko hii ilifanywa zaidi katika masoko, lakini kile alichosema kilikuwa sahihi, na kuyumba kwa sarafu na fedha za kigeni, jambo ambalo linafanya mazingira ya biashara kutokuwa shwari. Anasema ni kweli biashara hazifanyiki na tupo katika mapambano kuhakikisha shida hizi zinaondoka, anamalizia Ayatollah Al-Khamenei. Khamenei amekiri Iran ipo katika msukosuko wa kiuchumi kwa mara ya kwanza, huku maandamano yakizidi kuongezeka na kuwaomba waandamanaji watulize hasira zao, huku mipango ya kuhakikisha uchumi wa nchi hiyo unakuwa imara ukitekelezwa. Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alikiri mnamo siku ya leo Jumamosi kwamba waandamanaji wa Iran wakiongozwa na tabaka la kati la Bazaris wana nukta na kwamba wana haki na kwamba hali ya kiuchumi ya Iran bado haina utulivu. Khamenei amehutubia maandamano hayo kupitia akaunti yake rasmi ya watu wanaozungumza Kifarsi, akiwataja Wazaari miongoni mwa Wairani waaminifu zaidi nchini humo ambao wamekuwa wakiwa pamoja na serikali yao na kuwa watulivu kutokana na yote ambayo yanaendelea. Lakini amewasa wananchi wa nchi hiyo kwamba hii ni mipango ya watu wa Marekani wa kutaka kulipeleka taifa hilo katika hali mbaya ya kiuchumi na kutaka kuliingiza taifa hilo katika hali mbaya ya usalama. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News.